tayari imesambaa na sukari nyingi zaidi tumeiagiza inakuja, nendeni kasimamieni bei. Lakini wale watukutu shughulikaneni nao. Shughulikaneni nao. Kama mnakula nao kuanzia sasa acheni. Kama ndio wanao kugaieni vifedha huko vya kufanya nini kuanzia sasa acheni. Shughulikieni wananchi. Sukari patikane, mambo yaende. Vinginevyo kama kuna mkoa sukari haipatikani wakati sukari ipo nchini, bei ni kubwa, basi tutakutana kwenye assessment za mwenzi zile, tutaona huko. Masuala mengine ya kuzingatia, mahusiano mema, lakini la kwanza niseme, la kwanza ni kujitambua. Waheshimiwa kwa mikoa, jitambueni. Jitambueni. Jitambue nafasi yako, jitambue kwamba you are human being. You are a human being. Una utashi wako mwenyewe binafsi. Lakini kama binadamu umetumwa na serikali yako. Umepewa jukumu hili hapa, kaa, fanya hapa. Sasa jitambueni. Jitambueni kwamba mimi ni mkuu wa mkoa, ni mwakilishi wa rais hapa kwenye eneo hili. Siku ya kilomita zangu hizi mimi ndio rais wao hapa. Na kama rais wa eneo tuna miko yetu ya uongozi. Nadhani CS tukae tukumbushane. Tuna miko yetu ya uongozi. Lakini mbali ya miko ya uongozi kuna ile heshima ya kawaida tu ya binadamu ya kubehave kule uliko wewe kama kiongozi. Kabla ile miko ya kuambiwa kiongozi usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini wewe mwenyewe ukisha kujitambua, mimi ni kiongozi, nimekaa hapa, nimepewa dhamana hii, mwendo wangu uwe hivi. Jitambueni. Tunapata taarifa za ajabu ajabu. Za ajabu ajabu. Nyingine mnajihatarishia maisha tu. Mnayoyafanya huko. Mnajihatarishia maisha mwenyewe. Mungu awalinde. Sasa kwanza jitambueni. Mlivyo, dhamana zenu na kazi zenu. Jitambueni. Lakini la pili, mahusiano mema sehemu ya kazi. Mimi nashangaa utasikia mkuu wa wilaya haziendi, mkuu wa mkoa na rasi haziendi, huyu na huyu haziendi, sijui nani huyo mkuu wa wilaya na nani yake haziendi. Kama wanadamu, kila mtu alizaliwa kwao, alikuzwa makuzi ya kwao, lakini wote tumepita shule jamani, si kweli? Na tukafunzwa heshima za kitaifa, si kweli? Na tunajua yanatakiwa nini kwenye taifa letu, si kweli? Wote sisi tumepita hayo. Sasa kama yale ya nyumbani hayaendani na ya mwenzio utakayemkuta kwa sababu mmezaliwa tofauti, mila na desturi zenu tofauti, basi yale ya kitaifa tuliokuzwa nayo fanyeni kazi yale. Mnagombana kipi? Na ukienda deep, miugomvi yote fewa, vitu vingine, mali. Kienda deep huko, fedha, mali, mamlaka. Utasikia huo mkuu wa mkoa ananiingilia mamlaka yangu, manake kafanya hivi, hanitaki mie mbunge, ana mtu wake kaweka, manake nini? Wabunge wakija na hayo, naambia hapana. Kama unafanya kazi vizuri jimboni kwako, hakuna wa kukuondoa. La kama hufanyi vizuri unataka kubebwa, hilo halipo. Lakini ni kweli kuna some cases wewe una mamlaka yako kama mkuu wa mkoa, unaenda kumpangia mwenzio mbunge mwingine, wa nini? Hivi ukakushinda kumuita mwambie ndugu yangu wewe mbona hatuendi vizuri? Hebu kaa kitako hapa. Mbunge kazi yako 1 2 3 4 5 na mimi mkuu wa mkoa zangu ni hizi. Kwa nini tunagongana? Fanya zako nifanye zangu. Eneo lako liko kwenye mamlaka yangu. Lazima nikusimamie kule. Sasa kuna ambao hawataki kusimamiwa, lakini kuna wale ambao kweli wanajiingiza kwenye mambo mengine ambayo hayamuhusu. Kweli ni eneo lako, lakini sio kupanga hivyo. Hayo ni mambo ya chama, sasa ndio tutajua nani asimame, nani asisimame, nani hivi. Kwa hiyo hayo. Nyingine upatikanaji tu wa haki za watu kama nilivyosema pale mapema. Na upatikanaji wa huduma mbalimbali katika maeneo yenu.
Nilikuwa natizama na hili nasema leo ya pili Mbeya, Mwanza mjini kabisa, mjini nadhani Nyamagana ilikuwa kuna shule inaitwa Nyerere sijui pale, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa yuko Mwanza mjini, mkuu wa wilaya, kuna halmashauri dedi yuko hapo, kuna viongozi mbalimbali. Shule ina madarasa sijui 4, 5, wanafunzi kila darasa lina wanafunzi 150, 140. Wanatoka wanasoma chini ya mti, lakini fedha chungu nzima zimepelekwa, chungu mzima zimepelekwa. Hivi shule ambayo iko mjini kabisa, viongozi walioko eneo lile wanashindwa nini kujua hapa tuna shule ina changamoto hizi? Mpaka ikatembelewe sijui na viongozi wa chama wale, ndio ingizwe kwenye TV, ndio ioneshwe. Wasema hii shule siko mjini, imekuwaje? Imekuwaje shule iko mjini mpaka leo kuna changamoto hii, wakati vijijini ndani huko kuna shule nzuri za marumaru na mafeni na vioo huko vijijini, lakini mjini pale aibu, una shule aina hiyo. Na ndio maana nasema wewe kama rais wa eneo hilo, jua eneo lako, changamoto zilizopo kwenye eneo lako. Kama tena wakuu wa wilaya wafanye kazi zao. Nyesi ndio mnaokwenda kuwapisha kwa wilaya. Mkitoka hapa kwa wale waliopata wapya wanakwenda kuwapisha. Sasa unamwapisha, lakini mkimaliza unamwachia. Nini yeye kateuliwa na rais na wewe umeteuliwa na rais? Level tofauti. Kama ni hivyo serikalini huku tusingeheshimiana. Maana wote huku juu ni wateule wa rais. Kwa hiyo kafanyeni kazi zenu, simamieni maeneo hayo. Kuna miradi mingi sana inashuka huko. Mengine inatekelezwa vizuri, mengine iko tu, lakini mnatazamana tu. Wengine wana fedha kwenye akaunti zimeshakaa mwaka, miradi hakuna, haijajengwa. Ukiuliza nini, madiwani wanavutana. Nini hawajaelewana ukajengwa wapi mradi? Nini mbunge kakataa usijengwe kule, anataka ujengwe huku, fedha ziko kwenye akaunti. Mnarudisha nyuma maendeleo ya watu. Mnawarudisha nyuma watu. Watu wana shida, wanataka shule, wanataka vituo vya afya, wanataka maji, umeme uende, fedha ziko kwenye akaunti. Mwingine kituo cha afya kimejengwa kamili, katika mgao wa vifaa tiba kapelekewa x-ray na yeye kapata. Badala ya kuchangamka dedi, kasema tumepata x-ray, ngoja nihangaike, haina pa kukaa, fedha zipo hapa kwenye halmashauri, nijenge jengo la kuweka x-ray, anasubiri serikali kuu. Ukiuliza jengo kiasi gani? Milioni 500, milioni 600. Kwa hiyo x-ray inafungiwa, haitoi huduma kwa watu, wanasubiri serikali kuu ilete pesa ya kujenga x-ray. Huu sio uongozi ndugu zangu. Kabisa, kabisa, kabisa. Serikali imeshafanya vya kufanya, imekuletea. Mimi nilidhani utasema asante Mungu nimepata mashine kwa ajili ya watu wangu. Mnachakarika, mnajenga hapo, mashine inawekwa inatoa huduma. Lakini havifanywi, serikali haijaleta fedha. Hifadhi ya mazingira, nirudie tena, janga kubwa duniani sasa hivi na hata hapa kwetu. Nadhani hali mnaiona inavyokwenda, kwamba mazingira yameshatuzidi. Kwa hiyo twendeni tukasimamieni. Nashukuru sana wa Tanzania kwamba ile kampeni ya kupanda mti sasa imepamba moto.